Kati ya mambo ambayo yanatarajiwa kuwa chanzo cha ushindani mkali katika mechi ya leo hii, Coastal Union wakicheza nyumbani dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ni pamoja na ukweli kwamba Coastal wamekuwa na matokeo mazuri zaidi wanapocheza nyumbani, hata kikanuni kulinganisha na wanapokuwa ugenini. Ndio nasema kikanuni kwa sababu msimu huu baadhi ya timu mechi za nyumbani nyingine walicheza nje ya maeneo ya nyumbani, lakini wakacheza nyumbani kikanuni. Sasa Coastal Union wakiwa wanaonekana kwamba wanacheza nyumbani, ndipo ambapo ufanye vizuri zaidi kuliko ugenini. Hilo la kwanza. La pili ni kwamba Coastal Union watatamani kulipiza kisasi cha kupoteza mabao 2-0 katika mzunguko wa kwanza walipocheza na Wekundu wa Msimbazi Simba pale kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Mbweni jijini Dar es Salaam. Lakini kubwa zaidi ni pamoja na Coastal Union kutaka wachomoke walipo sasa. Kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara hivi sasa Coastal Union wana pointi 25. Wako katika nafasi ya 11 ambayo sio nzuri sana. Watatamani washinde, wapate pointi 3 muhimu ili ziwafanye wafikishe pointi 28 na kupanda juu kiasi ya kuwa juu hata ya Mashujaa. Sasa wakati Coastal Union wakiwa na mipango hiyo, kwa Wekundu wa Msimbazi Simba mechi hii na nyingine zilizobaki za ligi kuu Tanzania bara kutimiza mechi 30, hakuna hata moja utatamani wapoteze pointi. Sio kwa kufungwa tu, bali hata sare Wekundu wa Msimbazi Simba hawatahitaji hata kidogo, kwa sababu kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara hivi sasa Simba wako katika nafasi ya pili. Wa kwanza ni vinara, ni watani zao jadi Yanga wenye pointi 54. Simba wako katika nafasi ya pili, Simba wakiwa na pointi 52. Maana yake ni nini? Ni kwamba wanachohitaji wao ni kushinda tu ili mwisho wa siku waende kileleni. Leo hii wakishinda kwa mfano dhidi ya Coastal Union katika mechi ambayo umebaki muda mfupi kabla ya kuchezwa, maana yake Simba watatimiza pointi 55 na hivyo kuipiku Yanga ambayo ina pointi 54 wakiwa pointi moja zaidi yao, na kusubiri Yanga wa namna watakavyocheza katika mechi yao ya kiporo ili kutimiza mechi 24 kama Simba baada ya mechi kumalizika ya Simba dhidi ya Coastal Union. Nadhani nimeleka vizuri kwamba mpaka sasa timu zote zimecheza mechi 23. Simba atakapocheza ugenini dhidi ya Coastal Union itakuwa mechi 24. Hivyo watapaswa kushinda wakisubiri matokeo ya Yanga katika mechi yao watakayocheza kesho. Sasa kwa sababu hiyo matarajio ni kuona Simba wakipanga kikosi imara cha kuwapatia matokeo kama ilivyoonekana katika mechi mbalimbali za hivi karibuni. Mbio za ubingwa zingali nzito haswa pale juu kutokana na tofauti ya pointi baina ya Wekundu wa Msimbazi Simba walio nafasi ya pili na vinara Yanga ambao ni tofauti ya pointi 2 tu. Sasa kwa sababu hiyo kikosi vinatarajiwa kuwa Coastal Union kama kawaida huanza na mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 4, washambuliaji 2 chini ya kocha aliyerejea kwa mafanikio makubwa katika mechi za karibuni, Fikiri Elias. Wakiwa pale nyumbani wametoka kuwafunga Singida Black Stars hivi karibuni 2-1, wamewafunga Dodoma Jiji 3-1 na wakashinda ugenini dhidi ya Mbeya City mabao 2. Maana yake Fikirini Elias atatamani kuendeleza matokeo mazuri wanapokuwa nyumbani. Mpaka sasa Coastal Union nyumbani wamecheza mechi 10, katika mechi 10 wameshinda 4, wametoa sare 4, wamefungwa mechi 2 tu nyumbani kikanuni, ambao kwa ujumla utagundua wamekusanya pointi hapa, manake ni pointi 12, hapa ni pointi 4, jumla wamepata pointi 16. Pointi 16 kati ya 25 walizonazo wamezipata nyumbani, ambao ukizidisha kwa 100 utaona ni asilimia 64 ya pointi zote huwa wanazipata nyumbani. Lakini hata mabao ya kufunga nyumbani Coastal Union ambao hivi sasa wamefunga mabao 22, wameruhusu mabao 29. Kwenye mabao ya yale 22, 13 wameyafunga akiwa nyumbani, ambayo utaona 13 katika 22 ukizidisha kwa 100 unagundua mabao wakiwa nyumbani hufunga kwa asilimia 59. Mabao yao yote huyapata wanapocheza nyumbani. Sasa leo hii kikosi matarajio ni kuona golikipa Chuma akiendelea kuwa langoni kutokana na kiwango bora ambacho amekuwa kionyesha hivi karibuni. Beki wa kulia matarajio ni kuona Aidan Erasmus akiendelea kuwa hapa gogoni nambari 26. Lakini kushoto atarajiwa kuwa Andrew William, ndiye anayetarajiwa kuwepo hapa Andrew William. Katikati ni Abdallah Dennis Michael pamoja na Ayubu Ali Msangi, wanaweza kaanza hapa kama mabeki wawili wakati. Halafu katika eneo la kiungo matarajio ni kuona Grayson Gwalala Triple G akiwa hapo pamoja na Geoffrey Manyasi.
wakiwa wanakamilisha pale eneo la kiungo double pivot. Halafu pembeni upande mmoja kuna Shiza Ramadhani Kichuya, mchezaji wa zamani wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Halafu upande mwingine kuwepo na Bakari Msimu, kijana mwenye kiwango bora sana katika msimu huu, mgongoni nambari 19. Halafu washambuliaji pawepo na Maabad pamoja na mchezaji kimataifa kutoka Zambia Gladys Kiala Lasa. Hivi ndivyo ambavyo matarajio, huku Maabad akitarajiwa kuwa yeye ndo anaongoza mashambulizi, alafu Kiala Lasa akiwa nyuma yake kusubiri mipira ya pili, lakini pia kuchezesha timu katika eneo la ubunifu wakati wanakwenda kushambulia, akiungana na Geoffrey Manyasi pamoja na Triple G. Mmoja wapo atakuwa akisubiri nyuma kati ya Triple G na Geoffrey Manyasi. Gwalala anaweza kwenda mbele mgongoni namba 17, alafu Manyasi nambari 16 akawa nyuma akiungana na kina Msangi pamoja na Abdalla Dennis Michael kuhakikisha wanakuwa salama kukabiliana na mashambulizi ya kujibu wakati wanaposhambulia, huku Aidan Erasmus akiwa ndiye anakwenda kuongeza mapana ya uwanja muda mwingi kama atakavyofanya Andrew Williams. Lakini matarajio ni kuona kwamba Shiza Ramadhani Kichuya wanaposhambulia awe anaingia kwa ndani kama ilivyo kwa Bakari Msimu, ambao wote wana uwezo mkubwa wa kudribble mipira. Gule yenye nguvu la kushoto, Gule yenye nguvu la kulia, lakini wanatoka katika pande mbili tofauti kuwapa nafasi ya kuweza kuliona lango na kujaribu kupiga mashuti dhidi ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini matarajio ni kuona Coastal Union muda mwingi wakizuia zaidi, kwa maana kwamba hawa viungo tunawaona hapa kina Triple G, Geoffrey Manyasi, wote muda mwingi wakidrop kuja kuungana na walinzi wao kuhakikisha wanakuwa salama, kwa sababu muda mwingi wa mchezo matarajio ni kuona Simba ndio watakaomiliki mpira zaidi kuliko wenyeji Coastal Union. Lakini kwa upande wa Simba matarajio ni kuona kocha Steve Barker kama kawaida anaanza na false 9, mshambuliaji wa bandia wa uongo, halafu baadaye ndipo anamuingiza mshambuliaji kiasili ambaye ni Selemani Mwalimu ili kwenda kuhakikisha wanatimiza mpango wao wa mechi. Hivi karibuni amekuwa akifanya hivyo na imemlipa sana. Golini matarajio ni kuwa na Jibo Mahamadu Tanje Jibo awepo golini, halafu beki wa kulia aweza akawa Shomari Kapombe kama yuko fiti sasa, ama akacheza David Kameta Duchu kama ambavyo imeonekana katika siku za karibuni. Halafu beki wa kushoto Nixon Kibabage, wakati walinzi wa kati Rushan Derok pamoja na Ismail Olivier Toure. Yes, Toure pamoja na Rushan Derok wanaweza akawepo pale katika mabeki wa kati. Halafu katika viungo watatu sasa kunakuwa na Yusuf Kagoma matarajio, halafu kunakuwa na Cletus Chota Chama, lakini wakati huo kuna kuwepo na Neo Maema katika viungo watatu kwenye mfumo huu wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu. Halafu katika washambuliaji watatu ndipo unapomwona Libase Gay, katikati akiwepo Eli Mpanzu Kibisawala, halafu upande mwingine wa kushoto akionekana Anise Ura katika mtindo huu wa kushambulia ambao muda mwingi matarajio ni kuona Simba wakiwa katika eneo la pili la uwanja, kwa sababu watakuwa wanamiliki zaidi mpira wao kuliko wapinzani wao. Yes, huku mabeki wao pembeni wakiwa wanapanda zaidi kwenda kutengeneza nafasi za kufunga kama alivyoonyesha David Kameta Duchu katika mechi iliyopita, ambaye alikuwa mchezaji bora wa mchezo, akatoa assist 2 kwa mtindo huu wa kupanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja, kupiga crosses akiwa kama beki wa kulia. Ni mechi dhidi ya Mashujaa walioshinda 3-0. Yeye alitoa assist 2 na kuwa mchezaji bora wa mchezo dhidi ya Mashujaa. Lakini katika kipindi cha pili, miongoni mwa mabadiliko ambayo kocha Baka huyafanya ni pamoja na kuingia Selemani Mwalimu, wakati mwingine akipunguza kiungo mmoja miongoni mwa viungo watatu pale kati, ili kurejea katika mfumo wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wawili wa ukabaji, watatu washambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, ili tu mwisho wa siku kutimiza mpango kazi wa mechi. Wakati mwingine kuendelea kutengeneza shinikizo, kuweka shinikizo kwa wapinzani, lakini pia kuimarisha eneo la kati kwa kuwa sasa na viungo wawili wa kiasili wa uzuiaji, pengine baada ya kuingia mchezaji kama Alassane Maudo Kante kuungana na Yusuf Kagoma katika mfumo ule wa 4-2-3-1.